tusiingie kwenye fujo, tusiingie kwenye vita, tusiingie kwenye vurugu kwa sababu tu ya maneno ya wanasiasa. Tena wanasiasa wenyewe wanaofanya sasa hivi ni wale ambao hata Tanzania hawapo. Wako kwenye mitandao asubuhi mpaka, yani wao wanaandika, wewe analipwa hela, alafu yeye maisha yake yanaenda vizuri, wewe anakuambia ingia barabarani. Uchaguzi sio chanzo cha fujo. Uchaguzi ni chanzo cha kuongeza spidi ya maendeleo. Uchaguzi ni sehemu ya kuwapata watu watusaidie kutatua changamoto zetu. Tushindane kwa hoja. Watu waseme hoja zao na sisi tutasema hoja zetu. Sasa hivi katiba yetu imetutaka kila baada ya miaka 5 tufanye nini? Uchaguzi. Wamejitokeza watu wanasema uchaguzi uahirishwe. Hasa mimi nawauliza, ukiahirishwa kwa katiba ipi? Lini waliandika katiba? Waliandikia wapi? Na mimi ningeomba, kama kuna watu wanajiamini kwamba wanazo hoja za nguvu juu ya mambo ya katiba, juu ya mambo nini, tufanye mdahalo nao. Na mimi siombi CCM niongezee mtu, nitaenda mwenyewe. Tumewaacha watu waovu, wamesema kwa nguvu nyingi mpaka ikafika hatua wakaonekana wao wako sahihi. Yani wewe unayesimamia katiba, unayesimamia sheria, unaonekana wewe ndio mbaya. Wanaotaka kuvunja sheria na katiba, wao ndio wanaonekana wazuri. Hiyo inawezekana kweli? Wa Shinyanga, inawezekana kweli hiyo? Haiwezekani. Haiwezekani tukaendelea kukaa kimya, kuacha wavunja katiba waonekane wao ndio wa maana, alafu walinda katiba waonekane wao sio wa maana. Rais wetu aliapa kulinda katiba, Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi hatakubali viongozi wetu, hasa mwanamama huyu, wamharibie kwa kuivunja katiba kwa malengo yao. Na mimi nasema tukae kwenye meza tujadiliane. Wewe kwa nini unataka katiba ivunjwe? Hata wewe kama una maoni yako tunakusikiliza, lakini si kuvunja katiba nini ya nchi. Tukiwaendekeza wataanza kwenye uchaguzi, tukimaliza kwenye uchaguzi watakimbilia kwenye muungano.